Waziri wa Fedha na Mipango, Mheshimiwa Dr. Juma Malik Akil amesema kuwa kukusanya taarifa na kuzisambaza kwa njia ya kimtandao kutaifanya ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali kupata mafanikio zaidi katika kazi zao za msingi za kitakwimu. Dr. Akil amesema hayo alipokuwa kwenye ziara ya kuitembelea ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali, ikiwa ni hatua ya kuzitembelea ofisi zilizo chini ya wizara yake. Amesema ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali ni chimbuko la maendeleo ya taifa kupitia takwimu sahihi zinazozalishwa na ofisi hiyo kutumiwa na serikali pamoja na watunga sera mbalimbali nchini mwetu. Hivyo amesisitiza ofisi hiyo kuendelea kufanya kazi kwa uweledi pamoja na kuzingatia matumizi ya mfumo, kwani itazidi kuleta chachu kwenye ukusanyaji na usambazaji wa tafiti mbalimbali. Nione kwa vyovyote vile tu hizi taasisi mbili zikifanya kazi vizuri kwa pamoja kwa kushirikiana kabisa, basi vitu vingi vitakuwa kwa sababu shida yetu kubwa tunapata kwenye data za kiuchumi. Sawa, sisemi kama data za kijamii au za kimazingira kwamba hazina umuhimu, lakini jamani, nchi yoyote inaendeshwa na ule uchumi wake. Maana yake tunasema economic power, maana yake is even stronger than military power. Ukishakuwa na uwezo kiuchumi, nimesoma kwenye nini, hata diplomasia ya uchumi, yani economic strength ina define kila kitu. Na ndio maana unaona hawa wakubwa wanavyotamba katika dunia, kwa sababu they are economically powerful. Kwa hiyo definitely vitu vingine vyote vinajiweka sawa huko kutokana na uwezo wao mkubwa tu wa kiuchumi. Kwa hiyo nadhani uchumi tuutizame kwa jicho lake. Of course jamii tuitizame, nayo ni muhimu katika kujenga huo uchumi indirect, lakini na mambo mengine kama alivyozungumza daktari, mazingira na kadhalika. Naye naibu waziri wa Wizara ya Fedha na Mipango, Mheshimiwa Dr. Hamadi Omar ameishukuru ofisi hiyo kwa kazi zake za kila siku ambazo zinawapa wananchi kutambua hali halisi ya mambo yanavyoendelea. Taasisi hii pia ni taasisi nyeti sana kwa maendeleo ya nchi yetu. Ukusanyaji wa data, uchambuzi wake na mambo mengine yote mpaka kufika pahala sasa tunapanga mipango yetu kulingana na hizi data, takwimu ambazo tunazipata, ni msingi muhimu. Tufanyeni kazi kwa ushirikiano, tufanye kazi kwa kuzingatia maadili, tufanye kazi pia kwa kujitoa. Hii nchi ni sisi wenyewe ndio tutajenga hii nchi. Tukianza kuingiza vitu vingine ambavyo havimo katika utaratibu, tunaweza tukafika pahala hatuwezi kufikia kwenye yale malengo yaliyokusudiwa. Alhamdulillah, tuko katika hatua njema nzuri tu. Nakusudia kiujumla tu kwamba tusirudi nyuma, badala yake tuende mbele. Kwa hiyo commitment, wajibikaji ni jambo la msingi kufikia kule tulikokusudia. Kwa upande wake, mtakwimu mkuu wa serikali Zanzibar, ndugu Salum Kasimu Ali, amemweleza Mheshimiwa Waziri kuwa ofisi yake imekuwa ikikusanya takwimu za kila wizara, ingawa bado kumekuwa na changamoto kwa baadhi ya wizara kutozitumia kikamilifu takwimu hizo. Aidha, ameziomba wizara hizo na taasisi za serikali na zisizo za kiserikali kutumia mfumo mpya wa Zansis ambao umekusanya aina zote za takwimu za hapa nchini. Kwa hivyo concept za watu kwamba takwimu ni za kwetu, badala ya kuona kwamba takwimu ni za kwao, sisi kama mashine tumewafanyia, tumewazalishia kile kitu wao waki-own. Sasa ile ownership ya vile vitu ambavyo tunavifanya isionekane kama ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali. Ionekane, kwa mfano, nimefurahi zaidi mlipoulizia swala la HBS. Swala la HBS ni watumizi wakubwa ni Wizara ya Fedha. Indicator zote zinazofanya kampuni ni Wizara ya Fedha. Na bahati nzuri miaka yote huko HBS inadhaminiwa na Wizara ya Fedha. Hivyo kidogo. Safari hii kwa kupitia ule mradi wa TCMP2 inadhaminiwa na Wizara ya Fedha kupitia mradi wa TCMP2. Kwa hivyo sisi tunachokifanya, tutakapotoa taarifa, maana wizara, taasisi zione kwamba hizi ndio taarifa rasmi na takwimu rasmi ambazo tunatakiwa kuzitumia.
na tunaahidi kwamba tutaimarisha utoaji wa takwimu rasmi, hususan kwa sasa ambayo focus ni swala la takwimu za mazingira. Takwimu za mazingira ambalo ni la msingi, kwa sababu SDG inazungumzia kutakuwa na takwimu za mazingira, uchumi na kijamii. Sisi hapa mazingira hatuwepo, na ile mipango mikubwa, linkages ya mipango mikubwa, sina uhakika kwamba wizara za serikali, wizara na taasisi za serikali zinaweza kulink vipi kwenye ile mipango ya serikali ya jumla mpaka tunafikia huku. Kwa mfano tuna SDG, tuna agenda 2063, tuna mpango wetu wa 2050, tuna ile ZADEP yetu, sasa tunakwenda kwenye derivative ya pili, ZADEP derivative ya pili na mipango mingine kama hii. Naona kuna gap ya linkage baina ya wizara pamoja na kitu gani kipo kwenye nini, na shida yake tunapata mwisho wa siku, mwisho wa mwaka tunatakiwa tupeleke zile performance yetu kwenye SDG, na kwa pia tunakuwa tuna tatizo. Kwa hivyo niseme kwamba hapa ni kiwanda cha takwimu na tunazalisha takwimu rasmi, na tutaendelea kuimarisha utoaji wa takwimu rasmi zilizo kwa wakati, zenye kukizi vigezo na viwango ambavyo vimewekwa kimataifa na kitaifa. Naye makamu wa mwenyekiti wa bodi ya takwimu Dr. Mary Mtumwa Hatibu amesema bodi inaridhishwa na kazi zinazofanywa na ofisi hii, na anaamini ikiwa serikali na taasisi binafsi wataendelea kutumia takwimu hizo, basi itasaidia sana kwenye kupanga, kutunga sera na kuchukua tahadhari ya yale tunayopaswa kuyaondosha nchini kwetu. Bodi tumeweza kuangazia katika maeneo tofauti, kuangalia hizo taarifa ambazo zinapatikana, hali halisi yake zikoje na sifa zake zikoje, masuala kama hayo. Lakini katika mambo ambayo tumeweza kubaini ni miongoni mwa kwamba taarifa zinapatikana vizuri na nzuri, na wanajitahidi katika namna bora ya kuweza kuzitoa. Mpaka sasa hivi tunakwenda katika huo mtindo wa electronic. Ni namna gani tutaweza kuzungumza na management hapa ili kuweza kutatua kwa namna yoyote ile ambayo inawezekana ili tuweze kufanya kazi vizuri. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment ili kupata taarifa zaidi za ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali.